ulipo, hujambo na karibu katika Mwangaza wa Kididi awamu ya saa 3. Natumai umeamka salama na ubuheri wa afya. Jina langu ni Sara Nzilani. Naibu Rais Kithure Kindiki amesema kuwa serikali inazidisha usambazaji wa chakula kwa mamilioni ya Wakenya walioathiriwa pakubwa na ukame unaoendelea. Kindiki amesema kuwa serikali imekusanya rasilimali ili kuhakikisha kuwa wananchi wote walioathirika wanasaidiwa ili kuepusha kupoteza maisha ya binadamu na mifugo. Amezungumza wakati wa mkutano katika makao rasmi ya Karen, Nairobi, akiwaleta pamoja makatibu na baraza la mawaziri, makatibu wakuu na wakuu wa mashirika kwa ajili ya kukagua afua na kurahisisha mwitikio kwa athari kubwa. Kindiki amesema takriban watu milioni 3.3 wameathiriwa na ukame unaosababishwa na mvua mbaya iliyoripotiwa kati ya Oktoba na Disemba mwaka 2025. Kaunti zilizo katika hatua ya mzozo ni Mandera, Wajir, Garissa, Tana River, Marsabit, Turkana, Kwale, Meru Kaskazini, Samburu, Isiolo. Aidha, Kindiki amesema kuwa wanajamii walio katika mazingira magumu zaidi wakiwemo watoto wanaokwenda shule, wanawake na walemavu wanapewa kipaumbele. Kididi FM kwa habari moto. Na kwingineko ni kwa shirika la ubora wa bidhaa na viwango KEBS limetoa miongozo mipya kwa waagizaji bidhaa kufuatia kumalizika kwa kandarasi zake za uthibitishaji wa kabla usafirishaji wa makubaliano PVOC kwa bidhaa za jumla na mipangilio inayohusiana nayo. Mikataba ya PVOC ni makubaliano kati ya serikali na kampuni za ukaguzi za watu wengine ili kuthibitisha kuwa bidhaa zinakidhi viwango vya usalama, ubora na udhibiti kabla ya kuagiza au kuuzwa nje. KEBS imesema kwamba kandarasi za sasa za PVOC ziliisha mnamo Februari 8 mwaka huu, kuashiria mwisho wa mzunguko uliopo wa kandarasi ya miaka 3. Kulingana na ofisi hiyo, baada ya kumalizika kwa kandarasi, watoa huduma wa sasa wa huduma za kibinafsi wamesimamisha shughuli zao na hawatakubali maombi yoyote mapya ya uthibitisho. KEBS imeendelea kuwashauri waagizaji bidhaa kupunguza hatari kwa kupima bidhaa kabla ya kuagizwa kutoka nje katika maabara zilizoidhinishwa na kuhakikisha kuwa zinafuatwa na viwango vya Kenya. Wakati huo, bidhaa zinazotoka katika nchi washirika wa Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC zitaendelea kushughulikiwa chini ya kanuni zilizopo za ubora wa viwango wa EACC. Aidha, KEBS imewataka waagizaji na washikadau wote wa biashara kuzingatia mahitaji yaliyotajwa ili kuepuka ucheleweshaji, adhabu au gharama za ziada. Kididi FM kwa habari moto. Na kwingineko ni kuwa mamlaka ya kitaifa barabara kuu ya Kenya KENHA imewaagiza watangazaji na watoa huduma wote wa shirika kusasisha vibali vya mabango ya barabarani, alama za mwelekeo na njia za kuondoka ndani ya siku 14 zijazo. Katika notisi ya Februari 10 leo hii, mamlaka imewataka wadau kuhusika kumaliza malimbikizo yote kabla ya Februari 24 ili kuhakikisha uzingatiaji wa sheria. Mamlaka hiyo imesisitiza kwamba mahasasisho yote lazima shughulikiwe kupitia tovuti yake ya kibali ya mtandaoni Permit KENHA ndani ya siku 14 kuanzia tarehe ya notisi. Kulingana na KENHA, hatua za utekelezaji zitaanza mara tu baada ya muda kuisha, huku watangazaji na watoa huduma wamehimizwa kukamilisha mchakato huo mara moja. Hatua hizo za utekelezaji zinaweza kujumuisha ubomoaji wa miundo isiyofuata sheria na kurejesha gharama zote zinazohusiana bila kuwajulisha wamiliki au mawakala. KENHA imesitiza dhamira yake ya kudhibiti miundo msingi ya barabarani kulingana na mahitaji ya usalama na mazingira, na ikahimiza pande zote zilizoathiriwa kutii ndani ya muda uliowekwa. Chini ya sheria, KENHA ina jukumu la kudhibiti maendeleo kando ya barabara kuu ili kuhakikisha kuwa matangazo yote yanayotumia mabango au alama yameidhinishwa na kupewa leseni. Taarifa hivi punde inajiri saa chache baada ya mamlaka kuagiza wafanyabiashara wa kando ya barabara kwenye barabara kuu ya Thika kuondoa miundo yao ili kupisha miradi mipya ya miundombinu.
Kididi FM kwa habari moto moto. Na kwingineko ni kuwa magavana sasa wamehimizwa kupuuza wito kutoka kwa kamati ya seneti ya uhasibu wa umma wa kaunti CPSC kwa madai ya vitisho vya udhalilishaji katika vikao vya usimamizi. Katika taarifa iliyotolewa wakati wa mapumziko ya gavana yanayoendelea, baraza la magavana limeshutumu kamati fulani za seneti kwa kujihusisha na vitendo vinavyoathiri utu na mamlaka ya wakuu wa kaunti. COG imeangazia visa ambapo magavana walidaiwa kutishwa au kudhalilishwa hadharani huku wakiwajibishwa kwa shughuli za kaunti. Kando na kupuuza wito huo, magavana walikubali kwamba wangefika mara moja pekee mbele ya kamati ya seneti ya uwekaji na uwekezaji wa umma kwa kila mzunguko wa ukaguzi ili kuruhusu uangalizi mzuri na unaofaa. Kulingana na wakuu wa kaunti, ingehakikisha kwamba michakato ya uwajibikaji ni ya haki na inaweza kudhibitiwa. Kididi FM kwa habari moto moto. Na katika rubaa za kimataifa ni kwa kamishna mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Volker Turk amesema ukatili uliotekelezwa katika mji wa El Fasher wa Sudan mwezi Oktoba mwaka uliopita ungeliweza kuzuilika. Kamishna mkuu wa haki za binadamu amesema ukatili uliotekelezwa ungeweza kuzuilika na kuonya kwamba sasa kuna hatari ya kurudiwa kwa ukatili kama huo huko Kordofan ambapo mapigano yameongezeka katika siku za hivi karibuni. Mkuu huyo ameyasema hayo wakati akitoa taarifa mpya kwa Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa kuhusu haki ya El Fasher, ambapo amelaani matukio hayo ya kutisha baada ya kikosi cha wanamgambo wa RSF kuanzisha wimbi la mashambulizi makali na kuzingira kikatili mji huo kwa miezi 18. Vikosi vya Sudan vimekuwa vitani na wanamgambo wa RSF tangu Aprili mwaka 2023, na mzozo huo umeua maelfu ya watu na kuwafanya mamilioni wengine kukosa makazi na kusababisha kuwa mojawapo ya migogoro mibaya zaidi ya kibinadamu duniani. Kididi FM kwa habari moto moto. Na mwisho wa mwangaza wa Kididi awamu ya saa 3. Tupatane saa 7 kwa mwangaza mwingine wa Kididi. Jina langu ni Sara Nzilani. Kididi asubuhi inaendelea.